Najua unatamani kufahamu kuhusu siri gani iliyojificha nyuma ya utajiri wa mfanyabiashara Ahmed Shabib, mmiliki wa mabasi ya Shabib Line. Watu wengi sana hawajui ni siri gani iliyojificha nyuma ya utajiri wa matajiri wengi hapa nchini. Subscribe channel yetu na usisahau kulike, kushare na kucomment. Tunaenda kukujuza kuhusu siri za matajiri mbalimbali hapa nchini. Na tunaanza na tajiri Ahmed Shabibi, mfanyabiashara wa mabasi ambaye pia ni mbunge wa Gairo. Je, unatamani kujua kuhusu utajiri wake? Utajiri wake umejificha katika sehemu kuu 8. Sehemu hizo ndizo ambazo zinaelezea kuhusu utajiri wake, toka alipoanza, njia alizopitia na kila kitu. Kwa namna moja ama nyingine unaweza kuogopa ukisikia hivi, lakini kwa watu wenye ujasiri na roho ngumu wanaweza kujifunza. Karibu sana, ungana nasi. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Namba 1. Chanzo cha ufanisi. Nikiwa na maana maisha ya mwanzo alikuwaje ya Ahmed Shabib. Ahmed Shabib alizaliwa katika mazingira ya kawaida, lakini aliishi kwa ndoto kubwa, huku akiamini kuwa ipo siku moja hali ya maisha aliyozaliwa nayo itapotea kwake. Alijua kuwa ili kufanikiwa inahitaji juhudi na nidhamu. Aliamini kushughulisha akili zake katika kupiga hatua kwa kila namna ili kujikomboa katika maisha ambayo alikuwepo nayo. Mbali na hapo, Shabib aliweza kutumia akili yake katika kuleta maendeleo yake kila siku amkapo. Hivyo ikawa ni nafasi kwake kuendelea kukua kadri ya siku zinavyokwenda, kwa sababu wanasema hakuna marefu asiokuwa na ncha. Basi mafanikio yake yaliendelea kukua na kukua. Namba 2. Mikakati ya biashara yake. Kazi zake zilikuwa namna gani? Mafanikio ya Shabib hayakufikiwa kwa bahati mbaya au kwa kutegemea juhudi za kawaida tu, bali alijiingiza kwenye biashara akiwa na mikakati madhubuti. Hakutaka kujihusisha na biashara ambazo zingeweza kumshawishi kwa haraka, badala yake ajenge mifumo ya biashara ambayo ingemsaidia kufanikiwa kwa muda mrefu. Aliweka mikakati ya kujenga biashara zinazoweza kuvuka mipaka na kuwa mwenendo wa kimataifa. Alijua kuwa mafanikio hayaji kwa mtindo wa sprint, bali kwa mtindo wa marathon. Ni muhimu kuwa na ustahimilivu na maono ya mbali. Hizo ndo zilikuwa falsafa zake katika mikakati yake ya kibiashara. Dhidi ya changamoto, aliweka malengo ya wazi, akijua kuwa hakuna njia rahisi ya kufanikiwa. Aliamua kujenga utajiri wake kupitia juhudi na ufahamu wake aliojaliwa na Mwenyezi Mungu, na kutambua kuwa muda si fedha. Aliweza kuona fursa kubwa katika masoko mbalimbali ya kibiashara. Wengi waliona kama ni ndoto zisizoweza kutimia, lakini kadri siku ilivyozidi kwenda, basi Ahmed Shabib aliweza kufanikiwa mara kwa mara alipokuwa akiingia katika biashara zake ambazo alikuwa akizifanya. Namba 4. Siri ya uwezo wa mafanikio yake. Kama ilivyo kwa watu wengine waliofanikiwa, Shabib alijua kuwa uwezo wake wa kuweza kwa usahihi ni moja ya mambo yaliyomjengea utajiri wake. Aliweza kuwekeza miradi mbalimbali ya kisasa, lakini kwa kutumia maarifa ya kutosha. Alijua kuwa uwezekano wa kupata miradi ya maendeleo katika biashara yake unaweza kukua kwa haraka, na hivyo kumfanya awe mfanyabiashara mkubwa duniani kwa ujumla. Biashara zake ziliendelea kuibuka kadri ya siku zinavyokwenda kutokana na teknolojia ya kisasa ambayo imemsaidia kuwa na faida kubwa katika biashara hiyo. Kwa upande mwingine, alijua kuwa kufanya uamuzi sahihi ni moja ya misingi ya mafanikio yake. Alijikita zaidi katika kujishughulisha na biashara zake za hapa na pale. Namba 5. Gumzo la mtandao. Hata kama alikuwa na utajiri wa kifedha, Shabibi alijua kuwa ili kufanikiwa katika dunia ya leo, mitandao ya kijamii ni gumzo muhimu. Aliamua kutumia YouTube na Instagram kujenga jina lake la kufikisha ujumbe wake kwa malalamiko ya watu. Hakuwa na haraka ya kupata umaarufu, bali alitumia vyema mtandao kufundisha na kuhamasisha watu kuhusu maisha bora na mbinu za kibiashara. Alijua kuwa mabadiliko ya kijamii yanaanzia kwenye uhamasishaji, na kwa hiyo alikata kiu ya mafanikio
kwa kusaidia watu wengi kupitia mitandao hiyo ya kijamii. Namba 6, mtindo wa maisha na utajiri wa akili. Ahmed alijua kuwa mafanikio si tu kuhusu fedha, ni kuhusu mtindo wa maisha na utajiri wa akili. Aliamini kuwa maisha mafanikio yanategemea jinsi unavyoweza kujenga ustadi wa kufikiri na kwamba maendeleo ya akili ndio ufunguo wa mafanikio. Aliishi kwa mtindo wa maisha ambapo kujifunza kila siku na kujenga akili ya kisasa kulikuwa ni sehemu kubwa ya maendeleo kwake na kupanua wigo wake wa kujua zaidi kuhusu biashara, uongozi na mbinu za kiuchumi. Namba 7, hatari na changamoto. Ahmed alijua kuwa hakuna mafanikio bila changamoto. Alipitia majaribu makubwa na changamoto za kibiashara, lakini hakukubali kurudi nyuma, bali ilikuwa ni sehemu ya safari yake ya kujifunza na kuendelea mbele. Aliweza kuona kila tatizo ni kama fursa kwake ya kujifunza, na alijua kuwa mafanikio yanahitaji kujivunia magumu na kuvuka vikwazo vingi ili uweze kufikia mafanikio yako. Mafanikio hayaji kwa kubahatisha, bali kufanya kazi kwa bidii na kupambana na vikwazo. Namba 8, sasa anafanya nini? Leo Ahmed Shabib ameweka malengo mapya kubadilisha maisha ya watu wengi sana duniani. Anaendelea kusaidia jamii kwa kujitolea kutoa maarifa kwa vijana na kuwa na msukumo wa mabadiliko. Aliweza kutumia fedha zake na umaarufu wake kuhamasisha mabadiliko makubwa katika jamii. Anajua kuwa utajiri wa kweli ni kusaidia wengine kufanikiwa na kufikia malengo yake. Kwa mfano wa kuigwa, Ahmed sasa ni kiongozi ambaye amekuwa mfano na kipenzi bora cha watu hapa nchini Tanzania. Amekuwa akitenda mengi, akisaidia jamii, akishughulika katika shughuli za kijamii. Hivyo ana nafasi kubwa na hakika alama yake itaendelea kubaki katika mioyo mwa watu, kwa kuwa amekuwa moja ya viongozi au moja ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakijitahidi na kuleta maendeleo katika jamii. Makala hii imeandaliwa na Bashasha TV na msimuliaji wako ni mimi Alwaziri, ambaye kwa muda wote nilikuwa nakusimulia historia hii ya tajiri wa Kitanzania. Unaweza kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na Twitter, Bashasha TV.